Hivi unaona hili swala ambalo unanishirikisha, wewe uone kwamba ni hatari sana? Na linaweza likahatarisha kazi yetu. Ni jambo ambalo jamii ikigundua, ikajua ukweli, haiwezi kutuacha salama. Ni kwa nini umefikiria kufanya kitu kama hiki? Veronica, ondoa hofu kwa hili. Mimi mpaka kukutafuta wewe, ina maana nimekuamini. Najua tu kabisa utafanikisha swala langu. Na vile vile huyu nimemsaidia mimi kama ndugu yangu. Yaani nilivyokusaidia wewe, na ndivyo ndivomsaidia hivyo hivyo. Kwa naomba ondoa hofu kabisa katika hili. Mahagi rafiki yangu, kwani unaniweka kwenye mtihani mzito? Unanilazimisha mimi kufanya kitu ambacho sio makubaliano yangu, na baadaye inaweza ikanipelekea kuachishwa kazi ama kwenda jela. Wewe unadhani baadaye hapo familia yangu itabakije? Veronica, mimi nahisi hatutafeli. Kwa sababu mimi nakuamini. Kazi ngapi umefanya Veronica? Umenisaidia mangapi Veronica? Leo ushindwe hili? Natumaini hutashindwa rafiki yangu. Na je, ikitokea wale wanaume wote wawili, mmoja akagundua kwamba mke wake hakuwa mjamzito, na yule mwingine akagundua kwamba mke wake alijifungua lakini mtoto hakufariki, nani atalaumiwa? Usiniambie hivyo. Kila kitu. Hili sasa limekuwa ni tatizo. Najiuliza, huyu mtoto amefikaje hapo? Na amepajuaje? Na ni nani alimfungulia mlango wa siri hizi? Ulimuuliza? Na amesema amejua vipi? Hapana, hii si kawaida. Inawezekana kuna mtu nyuma yake. Na hili lichunguzwe kwa makini sana. Tuliza akili yako kwanza. Mimi kesho asubuhi nitakuja hapo nyumbani. Na tuzungumze, nitajua nini tutachofanya. Nitakuwepo, usijali. Ila usiku huu uwe makini. Mage, inaonekana mambo yameanza kubadilika Huyo Chikawe ni mtoto wa ajabu sana, si ndivyo? Hapana. Naomba ondoa hofu kwa hilo. Kila kitu kitakaa sawa. Wewe niachie mimi. Mage, kwa namna ulikuwa unaongea na hiyo simu, unadhani haya mambo yanaweza kuwa sawa sawa na unavyofikiria kweli? Rafiki yangu, hatuwezi kutoboa. Amna. Niamini. Afadhali, kumbe hujalala? Ndiyo, sijalala, najiandaa na maombi. Mbona unaonekana una haraka hivi? Kesho sitaki kwenda shule. Naomba uwe shuhuda yangu kwa mama. Shuhuda? Wa nini sasa Chikawe? Nitamwambia mama kuwa ninasumbuliwa na matontes na tayari ushanipa dawa. Una mpango gani Chikawe? Hii sio kawaida yako. Kutokana na maneno ya mama niliyoyasikia muda si mrefu, inaonesha wazi kuwa Mage ameshajua kuwa mimi najua mama ana pacha wake. Mage? Mage si rafiki wa mamako. Ujio wake yeye unakuasirije wewe? Lakini umejuaje kwa yeye anakuja kumweleza hayo? Au labda unahisi tu? Dada, ili alihitaji hata uwe darasa 7 kuligundua. Ate Mage alishajua kuwa mimi najua ukweli wote. Sasa
anakuja kumwahi mama. Sawa, nitafanya hivyo kama ulivyosema, lakini wewe utafanyaje? Niachie mimi, kesho utaona kila kitu. Ipo wapi? Ipo wapi? Oh, ipo wapi? Ipo wapi? Ipo wapi? Ah, ipo wapi? Ipo wapi? Ipo wapi? Oh, ipo wapi? Ipo wapi? Ipo wapi? Ah, ipo wapi? Ni nani ambaye anamteka malaika wangu asubuhi hii? Hii ni Faraja yangu ambaye ametoka kuwinda mawindo yenye tija. Mume wangu, nilikuwa nimefikiria kwamba kutokana na hali yangu hii niende nikajisikilizia kwa mama. Yaani mke wangu, ungesubiri kidogo tu. Na mimi nilitaka nikwambie hivyo hivyo. Ila naona kama umecheza na machari hivi. Umeniwahi. Ujue nilikuwa nalifikiria hilo muda mrefu sana. Kulingana na mimi hapa niko peke yangu. Na uwezo kumtegemea mtu. Ilikuwa ni changamoto sana. Lakini mimi nilitamani hata kesho mke wangu uende kwa mama. Ila ni kweli, maana nikitegemea msaada wa majirani hapa, usalama utakuwa ni mdogo. Kwa hiyo kama ulivyosema, siku yote tu nitaenda kwa mama. Ni kweli mama. Kwa hiyo sasa ni wewe hapo. Kama una utayari hata kesho nakupeleka. Lakini kama utajiandaa ni jambo zuri sana. Na mimi nimelipitisha moja kwa moja. Isije kuwa unanifukuza kitaalamu. Amna. Mimi furaha yangu ni wewe. Mimi roho yangu yote ipo kwako bibi. Nakupenda mama. Nakupenda pia. Basi inshallah nitajiandaa nitaenda kwa mama. Hamna shida. Mama, Karibu. Karibu mama. Karibu dada. asante. Shikamoo mama. Marhaba, habari za huko? Nzuri. Samani mama, najua sikupaswa kuwa hapa sasa hivi na nimekuja bila taarifa, ila kuna jambo linanitatiza sana. Mbona unanipa wasiwasi hivi? Mama, wakati unajifungua ulikuwa na nani? Au ni ndugu zako gani walikuwa karibu yako? Faraja, hebu unitoe kwanza matongotongo. Unamaanisha nini kwani? Ulipokuwa umeenda kujifungua hospitali ulikuwa na nani? Nahitaji kujua kama ulikuwa peke yako au la. Mama, ulijifungua watoto wawili na sio mmoja. Kama huna la maana ya kuongea, naomba uondoke. Kwani mnaongelea nini dada? Hata mimi sikuamini niliposikia, ila baada ya kudhibitisha, angalia, utamwonyesha na mama yako. Mama, kwani wanafanana na dada? Hapana, sio kweli. Hapana. Mama, naomba ujaribu kuvuta kumbukumbu zako vizuri, maana nahitaji nijue ni wapi naanzia kumtafuta ndugu yangu. Mama. 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 Dada. Mama.
naomba mpigie Dr. Mage haraka. Sawa dada. Na usije kupigia mtu yoyote. Sawa. Zaidi ya Dr. Mage. Mama. Mama. We mama. Nakuja mwanangu. Ninahisi mama, kuna kitu unakijua ila hutaki kukiweka wazi. Sema hivyo mwanangu. Naomba. Ulikuwa na nani wakati unajifungua? Mbona uonyesha ushirikiano? Mwanangu. Mwanangu. Mama, kuna kitu unakijua. Usikie na kitu moyoni, tuambie. Tumeshakuwa wakubwa sasa. Tunapaswa kujua kila kitu. Naomba unisamehe. Nimekuacha muda mrefu peke yako. Sijakukutanisha na ndugu yako. Mama. Dada. Mbona siwaelewi mnaneka njia panda? Una pacha wako ambaye ni dada yako. Wewe Mama Loleza unayemuulizia alishahama muda mrefu sana hapa, na amehama baada tu ya kutuuzia hii nyumba. Sina uhakika sana kwa sasa anaishi wapi, ila nilisikia kuna sehemu kajenga gorofa. Sijajua ni wapi, lakini ipo sehemu ambayo yule mama amejenga nyumba yake mpya ya gorofa. Hapo ndio anapoishi na huyo binti. Kwa hiyo sijajua tunaweza kumpata vipi. Labda ujaribu kuulizia kwa watu wengine. Mungu wangu. Hata namba ya simu hauna kaka? Hapana. Sikubahatika kuwa na mawasiliano yake. Kazi. Mwanangu sijui yuko wapi. Na sijui kama yuko hai. Hata sasa sijui yuko wapi.
Mama, nimejua sio kosa lako, ni kosa la baba yetu. Na kuahidi familia yetu itakuwa pamoja. Mimi nitaiunganisha familia yetu. Unamaanisha nini? Nilikuwa nahitaji kupata ukweli kutoka kwako, na mimi ninajua dada yangu alipo, na yupo mtu atatusaidia. Mimi nitamleta dada yangu na familia yetu itakuwa kitu kimoja. Na kuahidi hilo mamangu.